Huu ni mwaka wa 25 nikiwa katika ndoa. Nikushuhudie jambo ambalo litakusaidia katika ndoa yako. Tangu nimekuwa katika ndoa, mimi na mwenzangu ambaye siku nyingine tutakuwa wote hapo, utatuona. Inawezekana unamfahamu kwa kumtazama au unamfahamu kwa kumsikia. Namaanisha mwenzangu. Sasa usijali, siku nyingine nitakuja kuwa naye hapa, tutashuhudia matendo makubwa sana ambayo Mungu ametutendea katika ndoa yetu. Lakini nataka niseme kitu kwamba tangu nimekuwa katika ndoa na mwenzangu, miaka 25 hiyo, mke wangu sijawahi hata kumfinya. Unajua kufinya? Unajua kufinya? Kufinya. Sijawahi. Na yeye pia hajawahi kunifanyia hivyo. Haimaanishi kwamba hatupiti katika changamoto. Changamoto zipi? Kukwama katika maisha, kiuchumi, sana sana kiuchumi. Hapana. Tunapitia katika mazingira hayo, maeneo hayo, changamoto hizo kama watu wengine. Kama watu wengine, tuko duniani, unajua. Lakini pamoja na kupitia katika changamoto hizo, bado changamoto hazijawahi kututenga katika ndoa. Hazijawahi. Na maanisha hatujawahi kuruhusu changamoto zitutenge katika ndoa. Ni kama maandiko matakatifu yanavyosema. Je, ni kitu gani? Ni jambo gani litanitenga na upendo wa Kristo? Na sisi tulijiwekea msimamo huo kwamba ni jambo gani litatutenga katika ndoa yetu. Hivi za shida hivi, changamoto, shida, sijui pesa, sijui maisha, sijui nini, sijui nimekwama, sijui vitu gani, sijui nini. Kwetu tulisema hivyo vitu ni cha mtoto. Ni cha mtoto. Tutakwama kwa njia moja au nyingine, lakini bado tuko pamoja. Na tukiwa pamoja. Tuko pamoja na tukiwa pamoja. Na watu wengine unaweza kukuta wako pamoja. Lakini wako pamoja pia. Watu wengine wako pamoja, lakini hawako pamoja. Maneno haya yanakuchanganya? Sijali. Nitakuelezea. Kuna watu wako pamoja, lakini hawako pamoja. Maombi yangu kwako, muwe pamoja na muwe pamoja. Sasa anyway, nakusudia sasa kuanza kuzungumza kwa habari za vitu vitano, siri tano ambazo nimekaa nikazibaini, au tumekaa mimi na mke wangu tumekaa tukazibaini kwamba hizi siri 5 zimekuwa msingi katika ndoa yetu. Kwa hiyo tunatamani na wewe tukushirikishe hilo. Tukushirikishe hilo ili inawezekana pia ndoa yako yenye amani hiyo izidi kuwa na amani. Au inawezekana ndoa yako isiwe na amani. Isiwe na amani, basi Mungu alete amani katika ndoa yako. Unajua mimi nikwambie, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, ndoa sio mkataba wa muda. Ndoa, it's a permanent contract. Ndoa ni mkataba wa kudumu. Kwa hiyo ukimess up, ukikosea kwa upande wa ndoa, ukikosea kwa upande wa selection, nani awe mwenza wako wa kudumu, basi umekosea maisha. Umekosea maisha. Hata kama mtadivorce, bado mtabaki na vidonda katika mioyo yenu. Hata kama mtaamua kufikia hatua hiyo, lakini bado itakuwa sio dawa. Mtabaki na vidonda, mtabaki na maumivu, mtabaki na majonzi, mtabaki na mateso, mtabaki na kumbukumbu, kwa sababu tayari mlishapotezeana muda kwa njia moja au nyingine. Imagine watu wanaishi miaka 10, miaka 5, miaka 6, 7, 8, hata zaidi ya 20 kama ninavyosema hivi, hata zaidi ya 25.
alafu mna divorce. Ni mateso kiasi gani? Ni maumivu kiasi gani? Ni stress kiasi gani mnazo kuwa mmeachiana? Naona, na bahati mbaya mna divorce tayari, mlishakuwa na wakwe, mna wakwe sasa, mna wakwe, mmezeeka, yani mmekuwa wazee katika umri wetu huu. Ukisha kuwa above 50, zaidi ya miaka 50, wewe ni mzee sasa. Sasa maana yake mlishakuwa na wakwe, mlishakuwa wana wakamwana, wakemwana. Mlishakuwa na alafu then mna divorce, mnaachana. Kwa hiyo mtaishi siku zote, hata kama kimwacha huyu kawa mwingine, katoka kwa huyu kaenda kwa mwingine ukaolewa, au kaamua kujijengea nyumba yako na kuishi kujitegemea, lakini bado tunasema utaishi ukiwa na permanent deformity. Utakuwa na ulemavu wa kudumu katika moyo wako, kwa sababu utafikiria muda wote huo ulioishi na mwenzako, mema mliofanyiana, watoto, mali mlizozalisha pamoja, vitu vingi. Kwa hiyo ndoa ukikosea katika ndoa, umekosea katika maisha yako, na litakugharimu katika kuishi kwako kote. Kwa hiyo nitakushirikisha sasa mambo makuu matano ambayo mimi na mke wangu yametusaidia kufikia hapa tulipofikia. Mke wangu katika miaka hii 25 hajawahi hata siku moja kusema nafunga virago, nafunga begi, naenda nyumbani. Hajawahi. Sisemi hajawahi kwa sababu namzuia, au haijawahi kutokea sababu ya kumfanya hivyo. Haijawahi kutokea. Na kwa nini itokee? Kwa nini turuhusu mazingira hayo mpaka tufikie hapo? Na siku zote waga nafundisha katika habari za ndoa kwamba changamoto yoyote kwenye ndoa, mwenye kuimaliza ni mwanandoa. Take it. Yeah. Ndio ni point, nakupa dawa hapo, naanza kusaidia hapo. Changamoto yoyote, sintofahamu yoyote kwenye ndoa, inapojitokeza, mwenye kuimaliza namba moja ni nyinyi wanandoa. Sasa katika mambo hayo matano, anyway, nianze sasa point ya kwanza. Point ya kwanza, au jambo la kwanza ambalo limetusaidia sisi. Mawasiliano. Andika moja. Mawasiliano. Ukiona ndoa yoyote ile, labda niseme hivi, katika ndoa kuna vitu ambavyo wanandoa mnaweza mkaviona kwamba ni vidogo. These are minor things. Katika ndoa. Unisikilize vizuri ndugu yangu, nakusaidia. Hapa kuna madini hapa nakupa, yatakusaidia. Nakwambia mimi naye miaka 25 ya ndoa sasa. Sasa miaka 25 hiyo yote hiyo, una miaka 2, 3, 4, 5. Sio kafikiri ni simple. It's not simple like that. Ni kanuni tu. Kwa hiyo katika ndoa nyingi kuna vitu ambavyo wanandoa wanavidharau. Lakini kumbe hivyo unavyovidharau ndivyo vya msingi sana. Yaani niseme hivi, katika ndoa hakuna jambo lolote lile ambalo ulichukulie poa. Kila jambo liwe dogo, naona kama ni dogo tu, haina shida hili. Kaka na shida tu. Usilichukulie poa. Nakupa misingi ya ndoa, usilichukulie poa. Hilo nalo ni dogo katika ndoa. Hebu kawaulize walio divorce. Hebu kawaulize walio kisha kuachana. Ukiwasikiliza, mmoja kazungumza, kahitimisha, na mwingine akazungumza, kahitimisha. Ukiwasikiliza vizuri,
Ukianza kufanya analysis, uchambuzi sasa wa yale walioyasema kwa akili ya haraka, ni kama unaweza kusema yani haya tu ndio yamewafanya mwachane jamani, haya tu mbona madogo. Wewe nasema katika ndoa hakuna jambo dogo, hakuna jambo dogo. Kumbuka pointi yangu ni mawasiliano. Sasa wanandoa walio wengi wanakosea katika mawasiliano, mwanaume au mwanamke, yani anajikuta anachukulia jambo dogo. Kwa mfano, nitoe mfano tu, mwenzako anakupigia simu, aidha mwanamke anampigia simu mwanamume au mwanamume amekupigia simu wewe mwanamke. Kumbe bahati mbaya simu aliyokupigia ilikuwa mbali na wewe, yani uko jikoni, simu iko sebuleni. Unaona? Sasa uko jikoni, simu iko sebuleni, kumbe mwenzako yuko mbali na wewe, amesafiri, labda yuko kule mbali. Na sasa hawezi kuota, hawezi kuimagine kwamba bila shaka mwenzangu huyu mke wangu, sasa nizungumzia pale, mke wangu yuko jikoni, ndio maana apokei simu na simu iko sebuleni. Unaona? Kwa yeye kule aliko, na huenda alikuwa anataka akuombe, bana mama, hebu ingia chumbani pale, hebu kuna karatasi fulani nisomee namba zilizopo, kuna namba fulani ya simu unisomee mara moja. Unaona? Sasa anaitaka hapo on the spot hiyo taarifa. Kumbe wewe maskini, simu iko mbali, iko sebuleni, wewe uko jikoni. Piga simu, inaita lakini haipokelewi. Piga simu, na anataka namba hiyo haraka sana. Nakupa mfano tu, mawasiliano. Sasa kumbe baadaye anakata tamaa. Huyu naye bwana apokei simu, huyu bwana apokei simu, huyu bwana wake, unajua wanawake wajinga sana, huyu hivi na hivi. Kumbe wewe wala huna intention, una makusudi kwa mbali. Sasa baadaye unamaliza shughuli zako za jikoni, unaingia ndani. Kuja kuangalia, unakuta kuna missed call kama 10 hivi. Missed calls kama 10 hivi. Naona? Sasa kwa bahati mbaya, labda haujali sana. Kwa amenipigia, basi atanipigia tena. Au unajali, lakini kwa wakati huo huna hela kwenye simu ya kumpigia. Naona? Basi unachukulia poa, basi atanipigia tena. Yani you don't take care. Yani hujali sasa. Unachukulia poa sasa. Kumbe kule mwenzako ameishaumia kweli. Ameshahangaika kweli. Wakati ambapo baada ya kuona missed calls 5 hizo au 3 au ngapi, labda ukuwa na pesa ya kumpigia hapo, basi wakati ambapo ungejali, achukua shilingi 500, achukua vocha, au kama una 500 ukaongesha, ukasongesha tuzo point au nini, yani ukafanya bidii, ukafanya jitihada ya kumtafuta huyo mtu aliyekuwa anakutafuta. Sasa jamaa anaweza labda ukajisahau, usijali kwenye majukumu mengine hivi na hivi, ukashughulika, jamaa akaona wala hujachukua. Sasa wewe unachukua jambo hilo poa, lakini kule mwenzako ameishaumia kweli. Naona? Sasa unafikiri baadaye labda ukumtafuta, ukaendelea majukumu mengine, akakutafuta tena, unafikiri itakutokea nini? Yaani ninachozungumza ni mawasiliano. Sasa mojawapo ya changamoto kubwa katika ndoa ni poor communication, mawasiliano hafifu, mawasiliano mabovu. Nimekupeni mfano mdogo wa simu. Na simu hizi, kwa experience yangu, kwa uzoefu wangu, simu hizi tunazozimiliki hizi ni nzuri, zimesaidia mambo mengi, zina faida zake kubwa tu, lakini pia zimehusika kuvunja ndoa za watu wa Mungu walio wengi.
Simu hizi zimesaidia vitu vingi, narudia, lakini pia ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya simu. Simu sio mbaya, matumizi ya simu. Mawasiliano, poor communication, mawasiliano mapovu, mawasiliano hafifu sana. Naona haya sasa, umeisha toka jikoni, narudia pale pale, umekuta mwenzako alikuwa anakutafuta. Naona labda pia unaweza ukampigia, kuna salio la kumpigia, kwani usimpigie? Au mwingine ameshampigia, basi mawasiliano unamapproach vipi huyu ambaye amekupigia muda mrefu bila kupata? Unazungumzaje naye sasa? Unazungumzaje naye? Kwa mawasiliano katika ndoa, mawasiliano yanachukua namba kubwa sana. Namba kubwa sana. Kujenga ndoa au kuvunja ndoa, mawasiliano, poor communication. Watu wajali mawasiliano, na maisha ya ndoa yanahitaji mawasiliano kwa kila jambo. Sasa usije ukasema wewe namba moja hiyo wala haifai. Nakuja kuambia katika point hizi 5 kubwa kuliko zote, ya kwanza ni ipi inayoongoza zingine? Nitazitaja kwanza zote 5. Alafu miongoni mwa 5 hizi kuna baba wa zote. Nitakuja kumtaja. Sasa mawasiliano, ndoa inajengwa na mawasiliano kwa kila hatua yote ile. Kwa kila hatua. Usichukulie jambo lolote kwamba ni dogo hili hamna shida. Hata nisipomwambia mwenzangu, hata nisipomshirikisha mwenzangu, wacha nifanye tu, hata umechemka. Mawasiliano. Sasa siwezi kusema yote. Ili anakupa point ili wewe mwenyewe uamplify, upanue. Mawasiliano katika ndoa ni jambo la msingi sana. Na mimi na mke wangu tuna mawasiliano ya mara kwa mara. Yaani mawasiliano ambayo hatudharau jambo. Kwamba hili hata nisipomwambia. Hatudharau jambo. Tukijua kwamba tukidharau jambo tunatengeneza bomu ambalo litakuja kutusumbua. Hata tusumbua sisi, tutasumbua pia na generation na kizazi chetu, unajua? Leo nazungumzia pointi moja hiyo ya mawasiliano. Nihitimishe hivi, jenga mawasiliano kwa mwenzako. Boresha mawasiliano ya mara kwa mara kwa jambo lote lile. Yaani hakuna dogo, hakuna kubwa. Unaloona kwamba ni dogo, mwambie mwenzako tu. Yaani jenga mawasiliano. Mungu akusaidie. Kwa leo nipokee hilo. Mawasiliano yatakusaidia kudumisha ndoa yako. Tumebakiza pointi 4 zingine. Asante. Hebu kwanza tafakari hilo. Amen. Kikupendeza pia share, like na kushare. Hebu nikwambie, unajua usidharau. Kuna neno moja katika haya maneno ambayo nimeyazungumza mengi haya, ambayo akisikia mtu litamjenga katika ndoa yake, litamsaidia katika ndoa yake. Kwa hiyo yani hebu tushirikishane. Mimi ninavyokushirikisha hivi, na mshirikishe mwingine. Share ujumbe huu. Ndoa nyingi zinakufa, zinaharibika, zinavunjika. Sasa sio mapenzi ya Mungu. Ndoa mwenzako ikivunjika, wewe una furaha gani? Una faida gani? Kwa hiyo mpe mwenzako ujumbe huu. Usidharau. Wewe unaweza kuona wa kawaida, lakini mwenzako utamjenga. Na jambo ambalo litamsaidia. Asante. Mungu akubariki sana. Karibu.